Mtoto anapozaliwa tunafurahi, tunanuna. Hebu mfurahi basi nione mnafurahi kweli mtoto. Yaani mtoto akizaliwa wale wanaompokea wanapata furaha, mtu amefika duniani, na wasiwasi wa mama aliyekuwa mjamzito unakoma, ni kicheko tu. Baba mtoto anarukaruka, haelewi kama ni kweli, hasa mtoto wa kwanza. Na mtoto huyu anafungiwa mambo mengi tu, zawadi nyingi, anavalishwa nguo za ziada na anapata upendo wa kipekee kwa sababu ni kifungua mimba. Sasa mtoto wa 3, wa 4, wa 5 anapewa mabaki ya nguo za wakubwa zake. Kumbe mtoto kwa kweli anafungua mlango wa furaha katika nafsi za watu, na hata wanyama, hata nyoka hawadhuru mtoto mdogo, wanacheza naye tu. Wanyama wakali wameonekana wakicheza na watoto, hawaumizi. Kuna unyofu katika mtoto ambao unafanya mtu, hata ukiambia shika mtoto unamshika kwa uangalifu sana. Ni mtoto, ana unyofu, ana utakatifu ndani mwake. Basi leo Mungu anaongea nasi kwa njia ya mtoto. Ndugu zangu, usiku huu mtakatifu tunaungana na wenzetu duniani kote, wale ambao wameweza kukesha kuupokea hii zawadi ya mkombozi anayezaliwa kwetu, na lengo hasa ni kutukuza usiku ule ambapo Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi. Mungu ni mwaminifu, anapoahidi anatimiza kwa wakati wake. Basi alipotimiza ahadi ile ambayo aliwapa Adamu na Hawa, kwamba itafika mahali uzao wa nyoka uharibiwe na uzao wa mwanamke, ndiye Hawa. Baada ya miaka mingi Mungu alitimiza ahadi hiyo kwa kumpeleka mwanaye ambaye manabii walimtabiri kwamba angefika duniani kuyafanya mapenzi ya Mungu kikamilifu. Ahadi ya kutupelekea mwanaye ambaye ndiye amani yetu, matumaini yetu na ufunuo kamili wa upendo na wema wa Mungu kwa mwanadamu. Tunaona hayo kwenye mtoto huyu ambaye ni wa ajabu. Kwenye somo la kwanza, nabii Isaya aliwapa Waisraeli wakati ule ujumbe wa matumaini, kwa sababu wakati huo walikuwa wanapitia kipindi kigumu sana cha utumwa, manyanyaso. Walikuwa katika mikono ya Waasiria ambao waliwateka wakapeleka nje ya nchi yao, na waliobaki, walioshindwa kwenda uhamishoni, wakaletewa wageni ili wawachanganye. Walihamishwa ugenini, na wengi ambao walikuwa ni wazee na wagonjwa waliobaki nyumbani walichanganywa na mataifa mengine kwa lengo la msingi wapoteze utaifa wao. Walichanganywa ili wapoteze utaifa wao, wapoteze desturi zao, wapoteze mila zao za Kiyahudi, na wasirudie tena kuwa taifa lenye nguvu. Lengo lilikuwa ni hilo. Yaani walikuwa namalizwa kwa mipango kabisa, mikakati makusudi wamalizwe. Na hicho ndicho chanzo cha kuwepo kwa Wasamaria, kwamba wao wako tofauti na Wayahudi wenzao ambao hawakuchanganyika na mataifa mengine walipopelekwa Babeli. Sasa hii ni historia ya imani yetu. Ukifahamu itakusaidia sana. Tunapochanganya imani tunarudi nyuma. Unapochanganya imani unarudi nyuma, kwa sababu unapochanganya tunatafuta njia katikati. Nisimuumize mwenzangu, nisimuudhi, nifanye anavyotaka yeye, ninaweza nikauza imani yangu ili tukae pamoja kwa amani. Sasa hawa mipango ilifanyika kabisa waangamizwe, na kweli kaangamizwa. Mpaka leo hii Wasamaria na Wayahudi hawachangamani vizuri.
Kwa hiyo sisi tunajikuta katika hali ya kuchanganyika hivyo. Tunakuwa kwenye hali ya giza, mahali ambako hakuna matumaini. Tunapoingia kwenye dhambi na machafuko ya mahusiano, ni hali ambayo inatatiza makusudi yetu mazuri ya awali. Tunarudi nyuma kwa sababu kumetokea changamoto. Basi usiku huu tunatafakari uzito wa giza la dhambi. Tunapotenda dhambi inakuwaje? Hatuko tena salama, ni wa dhambi. Tunahitaji msaada wa Mungu na hata wa wenzetu. Ni hali ya utumwa. Tunajikuta tunakimbia nyumbani kwetu ama kuongea mabaya dhidi ya wapenzi wetu. Ni dhambi inatupeleka huko. Basi Mwenyezi Mungu aliwaahidia watu wake kwamba atapeleka nuru na uhuru. Nuru na uhuru, watoke gizani na watoke utumwani, mambo ambayo vingeletwa na mtoto tunayeadhimisha usiku huu kuzaliwa kwake. Amezaliwa yule ambaye ametumwa rasmi kukamilisha kazi za manabii wa miaka mingi, wakitabiri atafika mmoja ambaye ni mtumishi wa Mungu atakayefanya kwa ufanisi mapenzi ya Mungu na hivyo kutujulisha siri za wokovu wetu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme. Huyu ni mfalme, hakuna ufahari wote pale, ni mfalme amezaliwa katika hali hiyo. Ufalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Mshauri, unapata mshauri kabla au baada ya tatizo? Tumsifu Yesu Kristo. Ni wakati gani tunahitaji mshauri? Ni wakati wote, ama ni kabla, ama ni baada ya tendo? Mapito ya maisha tunahitaji ushauri. Ili mtu asikate tamaa, unahitaji ushauri kabla ya maamuzi, na hata baada ya maamuzi. Unapoona changamoto ama vikwazo, unatafuta ushauri ili usibaki unajishauri na hisia zako na hofu zako. Watu wanajinyonga wanapojikuta mahali ambako hawana ushauri tena. Basi huyu ni mshauri wa ajabu. Roho Mtakatifu tunayepewa kwenye ubatizo na kipaimara anafanya hiyo kazi ya kutushauri, lile paji la shauri, ili tuchague siku zote mambo yanayoendana na mpango wa Mungu wa kutuokoa. Huyu ni Mungu mwenye nguvu, sio Mungu dhaifu ambaye tunamkimbia na kukimbilia miungu wengine labda kwenye ushirikina. Ni Mungu mwenye nguvu zote kabisa, na tumuone mtoto huyu anatuletea ujumbe ulio makini na kamilifu. Huyu ni Baba wa milele, Baba wa milele asiyekufa, hana mwanzo, hana mwisho. Huyu ni mfalme wa amani. Mfalme wa kitu gani? Mfalme wa nini? Wa amani. Ukitaka amani, ujikabidhi kwa huyu kama raia wake. Kama utaki amani, wewe mpe kisogo tu, utaonja giza la maadui kila mahali. Na enzi yake na amani yake hayatakuwa na mwisho kamwe. Hamna mwisho. Daima ni mfalme wa amani, daima ana nguvu. Basi ndugu zangu, leo tunaadhimisha usiku ule Mungu alipotimiza ahadi yake kwa wanadamu wa nyakati zote, yaani Mungu kuzaliwa ili akae nasi na kuondoa giza la dhambi na pia utumwa wa kila aina. Hii ndio kazi yake, ndio kazi yake. Yaliyoahidiwa kwa Waisraeli yametufikia sisi watu wa mataifa kwa njia ya Kristo Bwana wetu
na kwa njia ya kanisa lake ambalo Kristo aliliachia kazi ya kuendeleza wokovu wa watu. Basi tuna haki na wajibu kabisa, hebu tumshangilie Mungu kwa zawadi ya Emanueli. Tunashangilia uaminifu wa Mungu. Tumuombe atujalie uaminifu. Uaminifu ni siri ya ushindi. Kinachofanya Wakristo wafikie hatua za kuwa watakatifu ni uaminifu. Kinachojenga watakatifu ni uaminifu. Kinachobariki ndoa na kuzifanikisha ni uaminifu. Kinachodumisha urafiki wa kweli ni uaminifu. Kinachofanya biashara iende vizuri ni uaminifu. Kinachobariki wakulima wafanikishe ni uaminifu. Uaminifu ni ufunguo wa kila kitu. Wito wako utafanikiwa, ujana wako utafanikiwa, utoto wako utafanikiwa endapo utapitia njia ya uaminifu. Leo hii uaminifu ni kwa ni dharau. Wanakuambia utapata maji ukiongea vizuri kwa 200,000 hivi ni wiki ijayo. Lakini usipotoa hiyo hongo, hawasemi ni hongo hii, wanaita sio kitu gani? Kuna lugha anayotumia kwamba usipotoa hicho kitu, hata miaka 2 hivi. Wenzako wamekaa miezi 6 wapati. Lakini wewe tufanya tu, sio ni ngumi, sio ni wana mkono mrefu, sio natumiaje. Kila siku ni msamiati mpya wa rushwa. Uozo wa jamii hupitia katika kukosa uaminifu, ubinafsi na uchoyo bila kujali haki. Sasa ndivyo tunavyooza. Nyumbani kunafanikishwa kama kuna uaminifu. Baba ananunua vikombe na vijiko, mama anaviuza. Mama ananunua sufuria na thermos, baba anaviuza. Baba ananunua sukari, watoto wanaiba, wanapeleka kwa jirani. Naona uaminifu. Tunapata shida sana kwa kukosa uaminifu. Ndoa zinaharibika. Marafiki wanakuwa matapeli. Uaminifu. Basi leo tunaadhimisha uaminifu. Mungu ni mwaminifu, anatimiza ahadi yake, nasi tunapata wokovu. Usiku huu tunaadhimisha uaminifu wa Mungu, upendo wa ajabu wa Mungu anayetualika tushiriki kwa ukaribu matunda ya uaminifu na upendo wake kwetu. Mungu ni mwema, basi wema wake anauonesha hivyo. Ni mwema, anajisukuma akifuatilia ahadi zake kwa binadamu, kupeleka wokovu, akipeleka watumishi wake ambao ni wewe na mimi. Tunapelekwa tukatangaze uaminifu kwa maisha yetu. Wewe ni mtu wa ndoa, basi uaminifu wako katika ndoa yako utakufanya muadhimishe miaka 10, 15, 20, 50 na kuendelea. Lakini kama hakuna uaminifu, ni mzigo na balaa kabisa, ni mkosi. Hakuna uaminifu, unakuwa na mashaka na hofu na mwenzako. Ni uaminifu. Basi tupokee ufalme wa Mungu ambao alama za uwepo wake katika maisha yetu ni haki, ukweli na amani. Ukitaka kujua Mungu yuko katika ndoa yako au familia yako ama jumuiya yetu, angalia mambo matatu hayo. Je, tunaishi, tuwatenda kwa haki? Kule nyumbani watoto wanajisikia hivyo, wanatendewa haki? Je, mwenzako anaona kweli wewe ni mkweli au unamdanganya tu na muigizia vitu vichache? Ukweli unaonekana, unasimamia. Lakini pia amani ya kuigiza, naambiana uongo ili mambo yapite tu. Pana amani ya kweli na uwazi, na hapo Mungu yupo. Basi kumbe ufalme wa Mungu unajitangaza, unaonekana wazi kwa haki, ukweli na amani. Ni ufalme wa Mungu mwenye nguvu, Mungu wa milele, sio Mungu wa maigizo, leo yupo kesho hayupo. Mtoto aliyelazwa pale pangoni, pale horini, ndiye huyo atakayelazwa msalabani. Naona amelazwa pale
kwenye zizi la ng'ombe la kulia ng'ombe, hori la ng'ombe, huyo huyo atalazwa msalabani kwenye Pasaka huko. Huyo ni huyo anatuambia ni ndiye mchungaji mwema anayebeba kondoo walioumizwa, waliopotea. Awapeleke wapi? Machinjoni? Anawapeleka wapi? Zizini, kwenye usalama. Ndio Mungu wetu huyo. Mabega yake yanaimarika ili atukomboe. Ananyanyua mikono yake akituombea msamaha na huruma ya Mungu. Lakini tunakataa kupatana, kusameheana. Tunatiliana ngumu, mashindano ambayo yanaharibu kabisa kazi anayofanya. Basi huyu mtoto atalazwa msalabani na atabeba kondoo wote na kuwatafuta waliopotea, arudishe kwa upendo kwenye zizi lake. Mara ngapi sisi tunafanya wengine wakati tamaa, tunafukuzia mbali. Yeye anakusanya nasi tunafukuza. Kwa kweli hatuna mfano wa upendo anaotuletea huyu mwana wa Mungu. Ndio maana anaumimina upendo wake huo ndani ya mioyo yetu. Wakati wa ubatizo tunamiminiwa Roho Mtakatifu wa Mungu ili atuongoze na kutupatia nguvu ya kusimama imara, tukiangaziwa na Mungu mwenyewe. Kazi za Mungu anazifanya Mungu katika maisha yetu. Usijiamini kwamba bana, mimi nitakaa hivyo hivyo tu kwa nguvu zangu ambazo najiamini, nakula vizuri, navaa vizuri, basi mambo yangu ni mazuri. Ndugu yangu, sisi ni viumbe tu, ni viumbe. Leo tupo, kesho hatupo. Mpango wa Mungu ni kuthibitisha na kutegemeza ufalme wake kwa kuutawala ulimwengu kwa haki na kuwahukumu mataifa kwa usawa. Hapo tuna shida kubwa kweli kweli. Ubaguzi, upendeleo, ndugu zangu, mjomba, shangazi, na kulazimishana kuishi hivyo. Huo ni ugonjwa. Hatutafikia vile viwango ambavyo Mungu anataka watoto wake watendewe kwa usawa na kwa haki. Utume wetu wa Kristo ni kushuhudia kwa matendo kwamba tumefanywa huru, tunapenda kuishi katika uhuru, na tunapiga vita kila wakati ambapo kuna kudhalilishwa. Udhalilishaji wa aina yetu ili tunapiga vita. Pale ambapo kuna uonevu tunaongea, kutoa sauti. Lazima kutoa sauti pale ambapo kuna uonevu. Ukandamizaji, jirani anamtesa mwenzake, tunaona, tunasikia, tunakaa sawa tu, hamna, watajiji wenyewe. Hapana, Mungu hajafanya hivyo. Na kutetea wanyonge katika jamii, lakini hasa katika familia na jumuiya zetu. Unachangamkia sana kwa jirani zako, huko kwako mwenyewe uangalie. Hapana, tangu familia zetu na jumuiya zetu, huko tusimamie haya mambo mazuri ya haki, mambo ya usawa na upendo wa kweli. Kuzaliwa kwa mtoto Yesu kulitangazwa na malaika, na waliotangaziwa habari hizo njema, watu wa kwanza kutangaziwa habari hizo njema ni wachungaji maskini wakiwa na makundi yao huko mbugani. Wachungi wala ambao tuwafikirii sana, ndio hawa napelekea habari njema. Kuna mtoto kazaliwa mahali fulani. Sasa ndio kweli Mungu wetu, Mungu wa ajabu. Mapokezi aliyomwandalia mwanaye ndio hayo, apokelewa na wageni hao. Anatufundisha nini? Kwamba hatuwezi kupokea ufalme wa Mungu kwa majivuno, haiwezekani. Kwa mashindano, kwa ubabe, kwa kiburi na kwa ubishi. Hayo mambo tujiepushe nayo. Haya nazuia ule utayari wa kuelekezwa na Mungu, ili tuweze kuelewa mpango wa Mungu na wokovu ulio katika ahadi zake. Yatupasa tutafakari fumbo la umwilisho. Fumbo la umwilisho, yaani Mungu kuwa mwanadamu.
neno wa Mungu alitoa mwili akakaa kwetu ili aongee nasi lugha yetu ya kibinadamu na tupatie mifano tutakayoweza kuelewa, lakini akituelekeza kwenye ufunuo wa Baba yake anayetupenda bila ukomo. Lengo la Mungu kukaa nasi ni kuturudisha katika uzima na uzuri wake. Arudishe neema na uzuri ndani mwetu, mahusiano yaliyo sahihi, ndoa ambazo zina baraka kweli zinazovutia, familia ambazo na mshikamano, undugu wa kweli, na kushinda mitihani ya maisha kwa umoja wetu na kwa upendo wetu. Tuishi maisha mapya, ndio lengo la Christmas, ndio lengo hasa la muda tunaopewa hapa duniani. Tuishi maisha mapya yanayoangaziwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, mwana wa Mungu aliyezaliwa na Baba tangu milele. Anatufunulia pendo la Baba, kwa kuwa kama sisi wa dhambi tunaondolewa kwenye dhambi, lengo ni kurudishwa katika uzima, katika uhai. Anapenda akae kwetu kwa neno lake, kwa sala zetu, kwa sakramenti zake za kanisa, tukiishi upendo kama viungo hai vya mwili wa Kristo. Ni mwili mmoja huo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi usiku huu, ndugu zangu, tuisikie sauti mpya ya malaika ikituondolea hofu za kiuchumi. Kama kuna changamoto humo, tumrudie Mungu. Anajali uchumi wetu, hali zetu za maisha, mahusiano yetu, anajali familia zetu, anajali ujana wetu na utoto wetu, hata kwenye siasa zetu. Tuishi siasa komavu, sio za kuumizana. Hizo sio siasa, mipango ambayo inashikamanisha watu, wakiweka utaifa mbele, mengine yote ni ya ziada. Kwanza utaifa kwanza. Alafu huko nje tukiangalia wenzetu huko Ulaya, Marekani, huko kwao utaifa kwanza. Naona tutukana kweli sisi huko Afrika. Tunaiba mali huku, tunapeleka kuficha kule kwao. Tunazificha kule, tunakula za huku. Alafu natuona, natushangaa. Kwa hiyo tuombe siasa zetu zikae vizuri. Mahusiano yetu sio kudanganyana. Watu danganyana, wengine anamfanya mwenzake kuwa ni chombo tu, na anayetumia kama chombo anakubali tu. Sasa ni maisha gani hayo? Tujitambue, mpango wa Mungu sio huo. Ni kuishi katika usafi, katika ukweli na uwazi. Mtu asikudanganye. Aidha tunakaa kwenye mwanga ama kwenye giza. Natuambia malaika anasema, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu. Furaha gani? Furaha kuu, sio furaha ya kawaida, furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Mungu anafanya kwa watu wote, sio wachache. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Ndio zawadi tunaipokea leo. Mungu anatimiza ahadi yake ili nasi tuweze kutoa jibu la shukrani, tukimwambia tunakushukuru, tuampokea huyu mwana wako, tutajifunza kwake na kutegemea neema zake zituongoze, tutembee kwa usahihi machoni pako. Yesu alichagua kuwa miongoni mwa wale waliodharauliwa kwa sababu alitumwa kwa ajili yao. Alitumwa kwetu sisi wa dhambi. Hakukaa mbali. Hali yetu duni haikumtisha, bali alizama kabisa isipokuwa kutenda dhambi. Akatuonesha kwamba inawezekana kuishi kiaminifu, kuyafanya mapenzi ya Baba, sio kilaini, hapana, ni kwa uthabiti, ni kudumu katika mpango wake ili aturejeshe hadhi ya wana wa Mungu. Ndivyo alivyofanya. Ndio maana ile siku alipoteswa na kuwa msalabani, aliondoka na yule mwizi akaingia naye mbinguni, kwamba huyu ametoka kwenye wizi akaongoka na akaomba asiachwe. Ndivyo nasi pia tuombe asituache.
tumwelekee huyu ambaye ni mkombozi wetu na amekuja kutukomboa. Hakuna jambo linalotudhalilisha kuliko dhambi, kwani hiyo inatuondoa kwenye mahusiano ya karibu na Mungu na watu. Yesu alichanganyika na wadhambi, alitumia lugha yao na mifano yao, na alishiriki maisha yao ya mateso na furaha, na aliwatetea dhidi ya watesi wao na waliowanyanyasa. Kwa hiyo ujio wa Yesu unagawanya watu na makundi mawili. Kundi moja ni maskini, yaani wahitaji wa neema za Mungu, waliohesabiwa kuwa wasio na maana na waliodharauliwa. Hawa ndio waliompokea Yesu kwa sababu walikuwa na utayari na uwazo wa kumpokea. Kundi la pili ni wenye kujifikiria kuwa na hekima kwa kisomo chao, kwa mali zao, kwa mamlaka au cheo chao, na wenye kuamini kwamba ufahari ndio lengo la maisha. Kumbe utajiri wa kweli ni Mungu ametuumba kwa ajili yake na ameumba vitu kwa ajili yetu. Sasa tusije tukageuza jambo hilo tukamwona Mungu ndiye akae pembeni, vitu kwanza. Hapana, Mungu ndio tajiri wa kweli. Ujio wa Yesu umegawa Agano la Kale na Agano Jipya. Ujio wa Yesu ulifungua ukurasa mpya katika historia ya wanadamu. Ujio wake umeweka wazi wanaopokea nuru ya ukweli na wanaokataa nuru na ukweli. Hakuna kukaa katikati, aidha uko baridi ama uko moto. Giza na mwanga havichangamani. Yesu hataki mfuasi vuguvugu, hatamtapika, anavyoeleza kwenye Ufunuo sura ya 3 aya 16. Kwa hiyo sisi wa Kristo tunajua kwamba tunaishi zama za Masiha aliyesubiriwa na Waisraeli kwa miaka mingi, kwa karne nyingi. Kristo ndiye mfalme wa ulimwengu. Ni muhimu sana tuelewe Mwenyezi Mungu anatuangazia nini kwa njia ya mwanaye huyu. La sivyo tutabaki kuwa vipofu, viziwi, walemavu na watumwa wa dhambi, kama vile Masiha hajafika kwetu na kukamilisha kazi ya ukombozi. Ndugu zangu, tunasoma kwenye Injili ya Yohane sura ya 1 aya 12 hadi 13, anasema, lakini wale waliompokea, wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ambao walizaliwa si kutokana na uwezo wa kibinadamu wala nguvu za kimwili wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Mungu anatuambia jambo hilo, ametuzaa, na ukishazaliwa ushukuru na uishi. Tumshukuru basi Mungu kwa kutuzaa upya kutokana na pendo kubwa la ajabu alilotuonesha kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo. Tuombe neema ya kuishi maisha mapya ya furaha, ya haki na amani. Leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Tumkaribishe basi katika sala zetu, sakramenti, tii neno la Mungu na mafundisho ya kanisa lake. Tuadhimishe Krismasi kwa furaha, kwa upendo na kwa ukarimu, ili furaha ya Mungu iweze kuenea kwa wengine kupitia matashi na matendo yetu. Herini kwa zawadi ya Emanueli.